بحمده يستفتح كل مقام وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل ظلمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni tarehe 16 tukiwa katika mwezi huu wa 5 mwaka wetu huu wa 2026. Ukiitazama tarehe 16 ukapiga mahesabu kwenda katika tarehe 24, zimebakia takriban siku 8 tu kuifikia ile siku ambayo tulikuwa tukiingojea kwa hamu, na tulikuwa tukiingojea kwa hamu kwa sababu kila mmoja miongoni mwenu analo hitajio lake analolihitaji katika maisha haya. Ni kwamba tarehe 24 tunakwenda kufanya jambo kubwa, jambo zito, jambo ambalo huenda halijawahi kufanyika ndani ya ardhi hii ya Mwanza. Tunakwenda kufanya dua kubwa yenye siri nyingi kubwa. Kupitia dua hiyo atabembelezwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupitia dua hiyo ataombwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sina shaka kwa yoyote atakayeshiriki katika dua hii, kwanza bidhati qalbihi wa ikhlasi niyatihi, kwa udhati wa moyo wake na kwa utakaso wa nia yake, akamuelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nia ya kweli. Kwanza kabisa anakwenda kujikwamua kutoka katika dimbwi la matatizo, lakini anakwenda kuyaweka mambo yake kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Dua tunayokwenda kuifanya tarehe 24 kwa jina inaitwa Dua Dhinnuni. Ni dua ya Dhinnuni, na tumekuwa tukieleza imeitwa hivyo liannahu mushtaqu min la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kwa kuwa ni dua iliyonyambuliwa kutoka kwenye dhikri maalumu aliyoileta Nabiyullah Yunus alayhi salam alipokuwa amemezwa na chewa. Alitamka maneno haya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wanawazuoni wanatuambia dua hii imebeba vitu vitatu. Awaluhu tahalil, mwanzo wa hii dua kuna kilma cha tauhidi. Wa awsatuha tasbihi, na katikati yake kuna kilma cha tasbihi. Wa akhiruha alistighfar, na mwisho wake kuna kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dhikri ambayo imekusanya mambo matatu muhimu. Kwanza, kuna kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutambua upweke wake. Na pili, kuna kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwisho kuna kuleta istighfar, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Lakini dhikri hii aliyoileta Nabiyullah Yunus alayhi salam alipokuwa kwenye tumbo la samaki, na yule samaki akaogelea akaenda mpaka kwenye lindi la bahari, Nabii Yunus akawa kwenye viza vitatu: kiza cha bahari, kiza cha tumbo la samaki, na kiza cha usiku. Kaleta dhikiri hii, Allah akampa ilhamu samaki, akaogelea tena mpaka kwenye uso wa bahari, kisha akaogelea mpaka nchi kavu, akamtema Nabiyullah Yunus. Pamoja na kwamba dua hii imezalishwa na dhikiri hii, lakini inaambatana na dhikiri nyingine nyingi tu. Sema hatuna muda wa kueleza kila dhikri, lakini inaambatana na dua nyingine nyingi. Kwa mfano, kuna dhikri inayosema rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nayo pia imo kwenye dua ya Dhinnuni tunayotarajia kuisoma tarehe 24. Lakini dhikri nyingine ni ile aliyoileta Nabiyullah Zakaria aliposema rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Lakini kuna dhikri inayotokana na maneno aliyoyatamka Nabiyullah Ayuba, Mwenyezi Mungu alipompa mtihani wa kuteketea kwa mali zake, kuteketea kwa familia yake, na kuathirika kwa afya yake. Kuna maneno ambayo Nabiyullah Ayubu aliyatamka, akasema rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Lakini ndani yake kuna maneno ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta. Lakini pia kuna sifa ya Mwenyezi Mungu ya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Dhikiri zote hizi, adhkari zote hizi zinaambatana na ile dhikiri aliyoileta Nabiyullah Yunus alayhi salam alipokuwa ndani ya tumbo la samaki, aliposema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wewe ambaye Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa maradhi, iwe maradhi yako yanasababishwa na miguso ya kichawi au maradhi yako yanasababishwa na miguso ya kishaitani,
au maradhi yako yanasababishwa na hasadi za watu na vijicho vya watu, au maradhi yanasababishwa na aina nyinginezo zinazotokana na nguvu za giza, hii ni fursa kwako wewe. Wal fursatu la tatakarraru, na fursa haina kawaida ya kujirudia mara mbili. Ni fursa kwako wewe tarehe 24 kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bidhati qalbika wa ikhlasi niyatika, kwa udhati wa moyo wako na kwa utakaso wa nia yako, umwelekee kupitia dua udhinnuni. Mimi naamini kwa maarifa yaliyotumika katika dua hii, na kwa sababu tunayo nia ya kweli ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja anakwenda kujikwamua kutoka kwenye dimbwi la matatizo na kuiweka siha yake kuwa katika mustakbal na hali ya aina yake. Tusemeni inshallah. Inshallah. Lakini wewe ambaye umebanwa na uchumi, hakuna adhabu mbaya kama mtu kubanwa na uchumi. Hii dunia kwa mtu kama huyo inakuwa ni jela kwake yeye, kwa sababu atakuwa anatezwa nguvu kufanya yale mambo ambayo hana ridhaa nayo. Uchumi umembana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo majina 99. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, basi muombeni kwa majina hayo. Katika majina ya Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, yeye ndiye mgawaji wa riziki. Ukimuomba kwa jina hili anakufanyia wepesi katika riziki yako. Kwa hiyo kwa yule mtu ambaye amebanwa na uchumi, maisha yake ni hohe hahe, tarehe 24 ndiyo siku ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo siku ya kumbembeleza Allah amfanyie wepesi katika milango yake ya riziki. Lakini wapo ambao wana haja ya kupata kazi ili waendeshe maisha yao ya kila siku, lakini kila anapofanya application ya kuomba kazi, muishilio wake inakuwa kugonga ukuta. Tarehe 24 njoo hapa, kaa kitako, hudhurisha moyo wako, nia yako iwe hapa, muelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua udhinnuni. Allah atakufungulia milango ya kazi. Wewe ambaye unaahidiwa ahadi hazitimii, wewe ambaye unahisi nuru katika mwili wako imepotea, wewe ambaye unahisi mvuto haupo tena, wewe ambaye unahisi mahusiano yameharibika, unaahidiwa mambo mazuri hayatimii, tarehe 24 ndiyo siku ya kuja kumbembeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala aturekebishie yote hayo. Tunambembeleza kupitia dua udhinnuni, dua ambayo mushtaqu min la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sasa tumetaja kwamba dhikiri hii imeambatana pamoja na dhikiri nyingine nyingi. Kwa mfano hii rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kwenye maneno haya ndani yake kuna istighfari. Haya maneno yako kwenye dua yetu tutakayoisoma tarehe 24. Sasa ndani ya maneno haya kuna istighfar. Wal istighfaru tadfa'u kulla sharri wa bala'i, na istighfari huwa inaondoa kila shari na balaa. Tunapozungumza istighfari ni kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe umejenga tabia ya kumuomba msamaha Allah, basi jua kwamba istighfari peke yake tadfa'u kulla sharri wal bala, inaondosha kila shari
na kila balaa. Sasa haya maneno pia yapo kwenye dua yetu tutakayoisoma tarehe 24. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maana yake ni nini? Mola wetu, tumezidhulumu nafsi zetu, kama haukutusamehe na kutuhurumia tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Sasa ukiyachunguza vizuri maneno haya, ndani yake kuna kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe ukimwomba msamaha Allah, akikusamehe tu na mambo yako yamekuwa, shida zako zimetatuliwa. Nitakupeni kisa cha tabi'i mmoja, Hasanul Basri. Huyo aliwahi kufuatwa na kundi la watu, yashkuna umura mukhtalifa. Wale watu wakashtakia kwake mambo tofauti tofauti. Mathalan, hii leo kila mmoja amekuja hapa ana shida yake. Yaani nyinyi wote mnayo mambo tofauti tofauti. Shida yangu mimi si shida yako wewe, shida ya yule si shida ya huyu, alimuradi kila mmoja ana shida zake. Sasa watu wamekwenda kwa Hasan al-Basri, yashkuna umura mukhtalifa, wakishtakia mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo kila aliyekuwa anashtakia alikuwa anamwambia istaghfirillah, wewe kwa shida yako hiyo, kwa tatizo lako hilo, nenda ukakae kitako umuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa nataka mfahamu uzito wa kile tunachokwenda kukifanya tarehe 24, kinachotokana na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, na kinachotokana na rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kila anayeshtakia matatizo, Hasanul Basri anamwambia istaghfirillah, nenda ukakae kitako umuombe msamaha Mwenyezi Mungu, itakuwa ni sababu ya kuondoshewa tatizo lako hilo. Fajaahu rajulun yashku al-faqra, akaja mtu anashtakia umaskini, kaharibikiwa biashara, uchumi mbaya, anashtakia kwa Hasan al-Basri. Faqala lahu astaghfirillah, Hasan al-Basri akamwambia nenda kakae kitako muombe msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajaa akhar yashku al-jadba wa qillat al-matar, akaja mwingine anashtakia ukame na uchache wa mvua. Yeye shughuli zake ni kilimo, kalima sana lakini mvua hazinyeshi, anashtakia tatizo hilo. Hasanul Basri anamwambia istaghfirillah, nenda ukakae kitako umuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajaa akharu yashku adam al-injab, na akaja mwingine anashtakia kutokuzaa. Maanake kama ni dawa akatumia akazunguka sana hazai, anashtakia tatizo hilo. Faqala lahu astaghfirillah, akamwambia nenda ukakae kitako umuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakana yusihum jamia bil istighfar, ikawa wote anawahusia wamuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqila lahu, ikabidi aulizwe sasa. Yani kwa mfano leo uje kwangu mimi unashtakia tatizo la biashara na kupa dawa, anakuja mwingine anashtakia maradhi, natoa dawa ile ile nilompa mtu wa biashara, chukua nenda kafanya. Anakuja mtu mwingine anashtakia kazi, nampa dawa ile ile. Anakuja mwingine anashtakia maradhi, nampa dawa ile ile. Kila anayekuja na tatizo mimi nampa dawa ile ile. Bila shaka hili linaweza kukushangazeni, ndivyo lilivyowashangaza hawa. Fakana yusihim jamia bil istighfari, ikawa anawahusia wote waliomwendea wakae kitako
wamuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqila lahu, akaulizwa sasa, kaifa ta'muruhum kullahum bil istighfar, vipi wewe wote hawa umewaamrisha wakae kitako wamuombe msamaha Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa shida zao zinatofautiana? Alipoambiwa hivyo akawaambia, kwani nyinyi hamujawahi kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyomo ndani ya Qur'ani aliposema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ni maneno ya Allah lakini yanayotokana na ulimi wa Nabiiullah Nuhu, yanapitia kwenye ulimi wa Nabiiullah Nuhu. Nuhu aliwaambia wale jamaa zake baada ya kuwa matatizo yamezidi, aliwaambia muombeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Mkimuomba msamaha Allah, jibu lake ni nini? Yursilis samaa alaikum midrara, atakuleteeni mvua kwa wingi. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, atakupeni mali nyingi na watoto wengi. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, na atakujaalieni mabustani na atakujaalieni mito. Kumbe jawabu la kukaa kitako na kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ni ukame, ukame utaondoshwa. Kama mtu ni tasa atazaa. Kama mtu ana dhiki ya kimaisha, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamuondolea dhiki ya maisha. Hii ndiyo faida ya istighfar. Na ndiyo maana kwenye dua yetu ya Dhinnuni alayhi salam, katika haya maneno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, awwaluha at-tahalili, maneno haya mwanzo wake yana kilma cha tauhidi, wa awsatuha tasbihi, na katikati yake kuna kumsabihi Allah, wa akhiruha al-istighfari, dhikri hii mwisho wake inafungwa na istighfari pale aliposema inni kuntu minadh-dhalimin. Lakini ikaambatana na dhikri rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ukichunguza hii pia ndani yake kuna istighfar. Ndani yake kuna nini? Kuna istighfar. Halafu leo wewe eti ukose dua ya tarehe 24, au Mungu akupe fursa ya kuhudhuria kwenye dua ya tarehe 24, halafu ukifika hapa ulete mchezo. Siku hiyo ni siku ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala bidhati qalbika wa ikhlasi niyatika, kwa udhati wa moyo wako na kwa utakaso wa nia yako. Fikra zako zote zihudhurishe mahala hapa, muelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nia ya kweli. Kwenye haya maneno haya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, katika maneno haya pana mambo ndani yake ya kuzingatia. Kwanza, kila mmoja anatakiwa aelewe kwamba maneno haya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kila mmoja anatakiwa atambue maneno haya huwa duau min abina Adama wa ummina Hawa, ni dua aliyoiomba baba yetu Adam na mama yetu Hawa, baada an akala min ashajara, baada ya kula ule mti waliokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua walioiomba wakati wanatubia kwa Allah. Manake Mwenyezi Mungu aliwaambia, ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, ewe Adamu ishi wewe na mkeo peponi. Wakula minha raghadan haithu shi'tuma, na kwenye hiyo pepo kuleni mahala popote mtakapo, hali ya kuwa ni maliwaza. Wala taqraba hadhihi shajarata, na wala musiukaribie mti huu, fatakuna minadh-dhalimin,
mtakuwa ni miongoni mwa watu madhalimu. Sasa shetani aliwatiwa wasiwasi, wakaukaribia ule mti, wakawa wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa maneno walioyatamka, dua walioiomba baada ya kuwa wamekengeuka ni dua hii: Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ni dua iliyoombwa na baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Wanawazuoni wanasema sirruhu adhimu, dua hii siri yake ni kubwa mno. Yajma'u usula taubati kulliha fi kalimatin qalila, ni dua ambayo imekusanya misingi yote ya toba. Tena hiyo misingi ya toba imekusanywa kwenye maneno machache. Ile misingi ya kuleta toba unayoijua wewe inapatikana kwenye haya maneno machache haya: Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ndiyo maana wanawazuoni maneno haya kwenye dua udhinnuni hawakutaka kuyaacha, wakayaweka pia, kwa sababu ni maneno mazito, siri zake ni nyingi kubwa kubwa. Kwanza kabisa maneno haya yamekusanya misingi ya toba, karibia misingi yote. Misingi hiyo imekusanywa kwenye maneno machache sana. Mimi haichukui hata dakika kuyatamka maneno haya, nakuwa nimekushayamaliza. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hebu tuseme sote: Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Haijatuchukua dakika, tumemaliza, lakini ndani yake kuna misingi yote ya toba. Msingi wa kwanza ambao unapatikana kwenye maneno haya, al-i'tirafu bidhambi. Kwanza ni kukiri dhambi. Yani ukiyatamka maneno haya unakuwa unakiri dhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kukiri dhambi ni miongoni mwa masharti ya kuleta toba. Kukiri dhambi kunapatikana kwenye neno gani? Pale uliposema dhalamna anfusana, tumezidhulumu nafsi zetu. Unakubali kwamba wewe umefanya dhulma kwa kumuasi nani? Kwa kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msingi wa toba, wa kuleta toba, kukiri dhambi. Unaposema Rabbana dhalamna anfusana, ai maana yake aqrarna bi khata'ina, tumekiri makosa yetu, walam natakabbar, na wala hatujafanya kiburi, au na'tadhara bil batili, au kutoa udhuru kuhusu batili tulioifanya. Maana kuna mtu mwingine anaweza akakosea lakini bado anatoa udhuru, bado anataka kujitetea kwenye hayo makosa. Lakini ukishasema Rabbana dhalamna anfusana, umekiri kosa lako bila kuweka udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ni msingi wa kwanza huo. Lakini msingi wa pili wa toba unaopatikana kwenye maneno haya, al-iftiqaru ila Allahi, ni kwamba wewe unajiweka kwenye nafasi ya kuhitajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-iftiqaru ila Allah, unajiweka kwenye nafasi ya umaskini, nafasi ya ufukara, kwamba wewe ni muhitaji tu. Yani unakuwa kwenye ile nafasi ya kusema Allahumma antal ghaniyu wa ana al-faqiru, Mwenyezi Mungu wewe ni tajiri na mimi ni maskini. Unajiweka kwenye nafasi hiyo. Jambo hili linapatikana mahala gani? Ni pale uliposema wa illam taghfir lana wa tarhamna, na kama haukutusamehe na kutuhurumia. Ina maana wewe umejiweka kwenye nafasi ya kuhitajia msamaha wa Allah na kuhitajia huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ni maskini, wewe ni fakiri tu. Ukiyatamka maneno hayo wa illam taghfir lana wa tarhamna
i'tirafu anna an-najata la takunu illa bimaghfirati llahi wa rahmatihi, ni kwamba unakiri kwamba uokovu haupatikani isipokuwa kwa msamaha wa Mwenyezi Mungu na huruma ya Mwenyezi Mungu. Huwezi kuupata uokovu mpaka usamehewe na Allah, huwezi kuupata uokovu mpaka uhurumiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kana kwamba tarehe 24 tunakwenda kumbembeleza Mwenyezi Mungu atusamehe, tunakwenda kumbembeleza Mwenyezi Mungu atuhurumie. Akitusamehe Allah Subhanahu wa Ta'ala na akatuhurumia, wenye maradhi tutapona, wenye ugumu katika mali Allah atatufanyia wepesi, tulioharibikiwa biashara Mwenyezi Mungu atatengeneza, tulioharibikiwa mahusiano yatatengamaa. Tunakwenda kujikwamua kutoka kwenye dimbwi la matatizo na kuyaweka mambo yetu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Huo ni msingi wa pili wa toba. Msingi wa pili wa toba, al-iftiqaru ila Allah, ni kujiweka nafasi ya ufakiri wewe, nafasi ya kumhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msingi wa tatu ambao unapatikana kwenye Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, al-khawfu minal khasara, ni kuhofia kupata hasara. Hili linapatikana kwenye haya maneno lanakunanna minal khasirin. Usipotusamehe na kutuhurumia, tutakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Kuhofia hasara kwa kutokusamehewa na Allah na kwa kutokuhurumiwa na Allah. Ai maana yake al-khasaratu fi dunya wal akhirah. Usiposamehewa na kuhurumiwa na Allah utapata hasara duniani na akhira. Illam yatadarakna Allahu birahmati, ikiwa Mwenyezi Mungu hatotudiriki kwa huruma yake. Ndio maana wanawazuoni dhikri hii hawakutaka kuiacha hivi hivi, nayo wakaichanganya kwenye dua udhinnuni, dua ambayo tunataraji kuifanya tarehe 24 katika mwezi wetu huu wa 5 mwaka wetu huu wa 2026. Siku hiyo sio siku ya kukosa. Wapo ambao wanangojea tu siku ya dua ndio wanakuja. Faida kama hizi hawawezi kuzipata. Hizi faida kubwa sana. Wewe mwenyewe unaweza ukakaa nyumbani kwako ukayatumia maneno haya. Na si lazima uje nikuandikie, kwa sababu darasa hizi zinarekodiwa hizi. Wewe mwenyewe kama unayo smartphone unaweza ukaingia Abu Jadawi Online TV. Unayapata maneno haya, unajizoesha kuyatamka. Kisha yazoea, wewe mwenyewe unakuwa unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia maneno haya. Lakini kama unatumia smartphone, sio kiswaswadi. Kuna mmoja alinipigia simu, "Sheikh, mimi sipati Abu Jadawi Online TV." Nikamuuliza, "Una smartphone?" Asema, "Hamna, simu yangu ni kiswaswadi." Sasa utapataje YouTube bwana? Kwa hiyo unaweza ukayapata haya. Lakini dua hii ina ubora mkubwa sana. Miongoni mwa ubora wa dua hii tunaambiwa min a'dhami ad'iyati tauba wal istighfar. Ni miongoni mwa dua kubwa mno za kuombea toba kwa Mwenyezi Mungu na kuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hii Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tunaambiwa min a'dhami ad'iyati taubati wal istighfar. Ni miongoni mwa dua kubwa zaidi za kuombea toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuombea msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Fihi ta'alimu lilmu'min, ndani yake kuna kumfundisha mu'min, ndani yake kuna kumuelewesha mu'min kaifa yarji'u ila Allah ba'da al-khata'i, vipi anatakiwa kurejea kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuwa amekosea. Mafunzo hayo yapo kwenye dhikri hii. Hilo ni jambo la kwanza hilo ambalo tunajifundisha kwenye Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lakini fundisho la pili tunalolipata, yurithul inkisar,
Maneno haya yanaleta kuvunjika, yani yanakuvunja wewe, unakuwa dhaifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yurithul inkisar wal khushu'u baina yaday Allah, ni maneno yanayoleta mvunjiko na kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la tatu ambalo tunajifundisha kupitia maneno haya, sababu linailil maghfirati warahmati, inakuwa ni sababu ya kupata msamaha na huruma. Idha kharaja min qalbin sadiqi, pindi maneno haya yanapotoka kwenye moyo wa mtu mkweli, yani yanapotoka kwenye moyo wa mtu ambaye amemwelekea Allah kwa nia ya ukweli, inakuwa ni sababu ya kupata msamaha na ni sababu ya kupata rehma. Ukipata msamaha na rehma, ndio mambo yako yamekuwa sasa. Lakini la nne, kana duau awwal albashari ba'da almaasiyah, ndio ilikuwa dua ya kwanza aliyoileta kiumbe, aliyoileta mwanadamu baada ya kutenda maasi. Fasara namudhajan litaibina, ukawa ndio mfano wanaotakiwa wauige wale wenye kutubia. Ilikuwa ndio dua ya kwanza mwanadamu kuileta baada ya kuwa ametenda maasi. Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabiyullahi Adam, wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin, alipoukaribia mti, maneno aliyoyatumia kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Kwa hiyo lazima tulielewe hilo pia. Lakini maneno haya wanawazuoni wameeleza kuna nyakati zake yanatakiwa yasemwe, kuna nyakati zake. Ndio maana mimi ninakuambieni, chukueni hii, hata unapokuwa nyumbani kwako unaweza ukayatumia maneno haya. Kuna nyakati zake ambapo ni mustahabu, ni vizuri yasemwe maneno haya. Wakati wa kwanza, baada alwuqu'i fi dhambi, baada ya kuwa umetumbukia kwenye dhambi, yatamke maneno haya. Umesema uongo, tumia maneno haya. Kwa bahati mbaya, wal iyadhu billah, umeingia kwenye zina, tumia maneno haya. Umemdhulumu mtu, tumia maneno haya. Baada alwuqu'i fi dhambi, baada ya kuwa umetumbukia kwenye dhambi, sema rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hiyo ni sehemu ya kwanza, mustahabu. Sehemu ya pili, fi sujudi, unapokuwa katika sijida, pale unakuwa karibu na Allah, hapo ndipo unaponong'ona na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sijida ya mwisho unaweza ukasema rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mnafanya hivyo mnapokuwa mnaswali sala zenu za sunna, hamfanyi? Lakini sehemu ya tatu, wa fi qiyamil layli, unapokuwa katika kisimamo cha usiku, unaswali tahajjudi, wanasu niyamu, na watu wamelala, tumia maneno haya, rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lakini sehemu ya nne, baada al-istighfar, baada ya kuwa umeleta istighfar. Kwa mfano sisi hapa huwa tunasema astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baada al-istighfari unaleta rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lakini sehemu ya tano, inda shuuri bitaksiri au dhiki, zama za kuhisi kuna jambo umepungukiwa au kuna dhiki imekusibu, shida ya maradhi, shida katika uchumi, kuharibikiwa biashara, kuharibikiwa mahusiano, kazi na kadhalika. Inda shuuri bitaksir au dhiki, zama za kuhisi kuna mapungufu fulani yamekusibu wewe, kuna dhiki imekusibu, sema rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mola wetu, tumezidhulumu nafsi zetu,
Kama haukutusamehe na kutuhurumia, tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Unamuomba Allah akuepushe na hasara ya dunia na akhera. Waqad kana salafu yukthiruna min al-ad'iya, na wale salafu salihin walikuwa wanakithirisha kuomba dua allati fiha i'tirafu bidhambi, dua ambazo ndani yake kuna kukiri dhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndizo dua ambazo walikuwa kizipenda sana salafu salihin. Lianna Allah yuhibbu min 'abdihi at-taubata war-rujua ilayhi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anapenda sana toba kutoka kwa mja wake na anapenda sana mja wake anaporejea kwake. Ndiyo maana maneno haya wanawazuoni hawakutaka kuyaacha hivi hivi, wameyaweka kwenye dua udhinuni, dua ambayo tunataraji kuifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia pumzi tarehe 28 ya mwezi wetu huu wa 5 mwaka wetu huu wa 2026. Itakuwa ni Jumapili baada ya Jumapili ya kesho, na watu wanatakiwa Jumapili inayokuja wafike hapa mapema. Dua hii ni ndefu sana na tunatakiwa tuisome kwa khushui, kwa hudhui, kwa kujinyenyekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tutaianza mapema, hatuna dharura ya mvua zimekushakoma. Lakini dua hii tukasema ina maandalizi yake. Maandalizi yenyewe ni kupata dawa ya zinguo ambayo tumeigawa bure hapa, takriban mwezi mzima tumekugawieni. Unaigawa mara 2 hiyo dawa. Sehemu ya kwanza tia kwenye kopo, lifunge lile kopo, zika ardhini. Sehemu ya pili tundika kwenye dari. Tarehe 23 chukua hiyo dawa uje nayo hapa. Lakini amefaulu sana mtu atakayepata dawa ya zinguo la ardhini na zinguo la angani itakayotolewa, kwa sababu hicho unachokizika ni munasaba na dawa itakayotolewa, na tutaanza kuitoa kuanzia Alhamisi ijayo na Ijumaa na Jumamosi na Jumapili yake. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajapata dawa ya kuzika tutaigawa pia leo bure. Lakini leo ni siku ya Jumamosi, ni siku ambayo tunasoma dua ya ada, dua za kawaida, dua ambazo sasa ndio uradi wetu kila wiki. Dua inayosomwa leo ni kwa ajili ya ibtalu sihiri, kubatilisha uchawi, itiradu shayatin, kufukuza mashetani, izalatul hasadi wal aini, kuondosha husuda na vijicho. Ni dua ambayo tunaangamiza uadui, tunabatilisha uadui. Ndio tukasema mje na malighafi ya chumvi ya mawe. Na leo tutakugawieni hapa habatu nuksi ambayo inaendana na hiyo chumvi ya mawe, na nitaelekeza namna ya kuitumia. Kabla sijaingia sasa kwenye dua ya leo, kwanza watu wagawiwe hiyo habatu nuksi, ili wakati tunasoma dua ya leo wawe nayo mkononi, kisha baadaye tutatoa maelekezo habatu nuksi inatumiwaje. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe madhambi yetu. Amin. Lakini tumuombe atujaalie taufiki kwa haya tunayoyaendea. Amin. Innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.